Lakini pia kwa wafanya free tunataka wasikose soko pia. Maana wanaenda kuzalisha asali. Kwa hiyo tunataka pia wawe na vifaa. Vifaa ni muhimu sana kwa ajili ya quality control. Sababu wanaozalisha asali ni watu wengi. Lakini ubora ni watu wachache. Nimekuambia ubora wa mazao ya nyuki unaanzia shambani. Kwa hiyo unakuta unawapa elimu vizuri, lakini kwenye management ya mazao ya nyuki shambani wanafeli. Wanazalisha asali haina ubora wowote. Haina uwezo kuiuza popote. Kwa hiyo inakuwa umefanya kazi kichana. Kwa hiyo tutawasaidia kuwa train, lakini pia tutawashauri pia wapate nini? Vifaa ambavyo sisi pia tunavisupply. Ndio nikakueleza hapo. Mfano kama hivi hawana mtaji, lakini watazalisha, watatoa asali. Tunataka tukawapatia vifaa, mfano kama vazi hivi, hizo smokers. At the end of time kuzalisha asali tutathaminisha na vile vifaa tulivyopatia. Kwa vile vifaa watavitumia kwa muda mwingine na kwa muda mwingine. Na soko la asali watakuwa na uhakika nalo. Okay. Ndio jinsi tunaweza tukawasaidia kwa namna hiyo. Sawa. Tunahitaji kufahamu. Nyie kama Global Apiculture Service kupitia kwa wewe mkurugenzi mtendaji Bwana Stefano Kileo. Naam. Changamoto gani ambazo mnakumbana nazo katika aidha kuzalisha ama kutoa ushauri ama yani katika vitu vyote ambavyo mnavifanya nyie kama kampuni? Lazima kuna changamoto ambazo mtakuwa mmezipitia kwa sababu hatuamini kama kuna mafanikio ambayo hayana changamoto. Kwa hiyo tunatamani kufahamu changamoto ambazo mmezipitia, lakini pia kwa changamoto zile mmezitumiaje? Je, mmezitumia kama fursa? Mmezitatua vipi? Tunatamani pia kujua. Okay, changamoto haziwezi kukosa kama unavyosema. Na kwenye sekta changa kama hii, kwa sababu sekta ya nyuki tunasema ni bado ni sekta changa. Ndiyo. Lakini ina potential kubwa sana. Yaani uhitaji wa mazao ya nyuki ni mara 3 ya uzalishaji uliopo kwenye uso wa dunia. Okay. Sasa hivi jinsi ilivyo. Kwa ni sekta changa lakini demand bado ni kubwa. Kutokana na hilo swala tu, kama ni sekta changa na demand bado ni kubwa, kwa kuna kuwa na malimbukeni wengi. Yaani uta mtu hana knowledge ya ufugaji wa nyuki, amelala tu hana knowledge ya asali, hana knowledge ya nini, kwa sababu ameona kuna gap sehemu fulani, watu wanahitaji asali au wanahitaji ushauri, wanahitaji nini. Kwa hiyo anatumia hiyo fursa kwenda kudeliver kama ni knowledge, kwenda kufundisha kitu ambacho yeye mwenyewe hakijui. Kisha kwanza. Jambo la pili, kama ni kuuza product, anaenda kuuza asali ambazo hazina ubora. Sasa unakuta anaharibu mtu mmoja lakini anaharibu taswira ya sekta nzima. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Tunasema sekta ya nyuki ina mamluki wengi sana. Kauli ambayo inatumika, ina mamluki wengi sana. Kwa hiyo ni sekta kubwa. Na ni changamoto kubwa sana. Changamoto ya pili ni awareness. Watu bado hawana ufahamu wa sekta yenyewe, lakini pia ufahamu wa mazao ya nyuki. Mfano, nimekwambia kuna mazao 6 ya nyuki. Kuna asali ambayo inafahamika vizuri. Wewe mwenyewe unafahamu asali. Umeona, wewe mwenyewe unafahamu asali. Kwa hiyo kuna mazao 6 ya nyuki. Kwa awareness watu wanajua sana sana asali na nta. Umeona? Lakini pasei nyuki anazalisha mazao 6. Anazalisha asali, anazalisha nta, anazalisha bee pollen, chavu ya nyuki, anazalisha gundi ya nyuki, anazalisha sumu ya nyuki pamoja na maziwa ya nyuki. Ambacho kila kimoja kina kazi. Alafu good thing ni kwamba product hizi ambazo hazijulikani, kwanza ni rahisi kuziandaa, most of them ni rahisi kuziandaa, na pia ndo zina gharama kubwa zaidi sokoni. Kwa mfano, kilo moja ya asali sasa hivi ni shilingi 10,000 hadi 15,000 kwa soko la ndani. Kilo moja ya bee pollen, chavu ya nyuki, kilo moja inaenda hadi 300,000. Umeelewa? Lakini bee pollen ukiangalia ni lile vumbi la kwenye maua. Okay. Yaani kama ushaona ua, ile vumbi la kwenye ua ndio pollens. Sasa kama ushaona nyuki una vitu na vibebe vya njano miguuni. Zile ndio bee pollen sasa. Kabla hajaziingiza ndani ya mzinga, kuna kifaa tunakifunga nje ya mzinga kinaitwa pollen trap. Ambacho unaziacha kwa. Kwa hiyo kabla hajaingia ndani ya mzinga tunamnyang'anya zile pollens. Kukiwa na maua mengi vizuri, ndani ya wiki unaweza kupata kilo moja kwenye mzinga mmoja. Sasa issue inakuja awareness. Watu wengi bado hawana awareness kubwa na hii bee pollen, faida zake, umuhimu wake, nini. Awareness bado ipo chini kidogo, lakini ni zao moja zuri sana la kimatibabu, zuri sana bee pollen. Kwa hiyo unaona ina price kubwa,
lakini unavuna kwa muda mfupi. Tofauti na asali mpaka miezi 3, miezi 4 ndio unavuna, lakini price yake inakuwa bado ipo chini. Nimekutolea mfano tu wa zao moja la bee pollen, lakini una mazao kama sumu ya nyuki yana bei kubwa sana, maziwa ya nyuki yana bei kubwa sana. Issue inakuja bado ni nini? Awareness. Na hivyo hayo mazao ya nyuki, kwa hiyo kila kimoja kinazalishwa kwa namna yake pale pale kwenye mzinga. Huo mzinga mmoja. Kila kimoja kinakuwa kina mahala pake. Yaani mzinga huo, lakini kwa mzinga wa kibiashara, mzinga wa kisasa, ule ambao naomba wa Langstroth. Na asali utavuna. Maziwa ya nyuki utavuna na pollen utavuna. Gundi utavuna. Yaani zao moja liasiri uzalishaji wa zao lingine. Kwa hiyo ndo faida moja hapo ya hiyo. Kwa wakati unasubiria asali unaweza kuwa unaendelea kuvuna nini? Vitu vingine. Vitu vingine. Okay. Mfano kama pollen nini. Sasa issue inakuja una maarifa ya kuvuna hapo. Una awareness. Ndio issue inakuja hapo sasa. Sawa. Labda turudi kwako mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Global Apiculture Service. Tunataka pia kufahamu kuhusiana na nafasi ya sekta ya ufugaji nyuki katika ukuzaji wa uchumi kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Sawa. Okay, kama nilivyokuambia awali hapo, sekta ya ufugaji wa nyuki bado ni sekta changa ambayo lakini inakuwa kwa kasi sana. Unaelewa? Yeah. Na ukiangalia takwimu zinavyoonyesha sasa hivi Watanzania wengi wanatoka kwenye biashara zingine wanahamia kwenye sekta ya ufugaji wa nyuki kwa kasi sana. Kwa sababu gani? Sababu ya kwanza ni sekta ambayo unaweza kuifanya bila kuathiri shughuli zako zingine. Okay. Umeelewa? Mfano unaweza ukiweka mizinga shambani, wewe utengeneze asali. Anayetengeneza asali ni nani? Nyuki. Kwa ukianzisha shamba lako la nyuki, haitakuruhusu wewe kufungua duka lako na kuendelea na shughuli zako za nini? Za dukani. Kwa hiyo ni sekta ambayo Watanzania wengi wanakimbilia sana kwenda kufanya sekta ya ufugaji wa nyuki kwa sababu pia bidhaa za ufugaji wa nyuki zina thamani kubwa sokoni. Yeah. Kama nakwambia mfano kilo moja ya asali inauzwa shilingi 10,000 hadi 15,000 kwa soko la ndani. Mfano bee pollen nakwambia kilo moja ni hadi 300,000, 200,000 hadi 300,000 kutegemea na jinsi muuzaji. Sijaongelea mazao ya nyuki, mfano kama hiyo sumu ya nyuki na gundi ya nyuki na maziwa ya nyuki yana bei kubwa sana, millions of money. Sawa? Kwa hiyo it means watu wameanza kupata ile awareness na watu ambao wanafanya ufugaji wa nyuki mmoja wanapata kipato kikubwa. Okay. Na wanainua maisha yao moja kwa moja. Kwa uchumi ya mtu mmoja unakuwa sana kwa wale. Ukiangalia vile vikundi ambavyo tunavisimamia, unaona usa changes. Walitoka kwenye stage moja kwenda kwenye stage nyingine. Hata mtu mmoja.